Yesu, wewe wema, upewe sifa. Yesu, wewe wema. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Dunia mbinguni kuna hakuna kama wewe Yesu. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Duniani na mbinguni hakuna kama wewe Yesu. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe, hakuna. Duniani na mbinguni hakuna kama wewe Yesu. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Celebrate Jesus. Hallelujah. 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 Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na kwa dakika chache, Samueli wa kwanza sura ya 10 ule mstari wa 6 anasema, Roho wa Bwana atakapokujilia juu yako kwa nguvu, atakugeuza kuwa mtu mwingine. Nataka kumwambia Bwana kupitia ibada hii, nijilie kwa nguvu na unigeuze kuwa mtu mwingine. Kila mtu uliye hapa una opportunity, una fursa ya kugeuzwa na Bwana iwapo utakubali na utamwambia Mungu kwa sauti yako ya juu kabisa kwamba Baba, leo Roho wako aje juu yangu kwa nguvu na unigeuze kuwa mtu mwingine. Unigeuze kuwa mtu mwingine. Sema, Baba, katika jina la Yesu. Kwa sauti, Baba, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninaomba Roho wako aje juu yangu kwa nguvu na anigeuze kuwa mtu mwingine katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninaomba Roho wako Mtakatifu, Roho wa hekima, Roho wa maarifa, Roho wa uweza, Roho wa kumcha Bwana aje juu yangu kwa nguvu na anigeuze kuwa mtu mwingine katika jina la Yesu. Anza kuomba hilo ombi katika jina la Yesu, ya kwamba Roho wa Bwana, Roho wa hekima, Roho wa shauri, Roho wa uweza aje juu yako kwa nguvu, ya kwamba Roho ya maarifa aje juu yako kwa nguvu. Zungumza na Roho Mtakatifu, ambie sasa Roho ya kumcha Bwana ije juu yangu kwa nguvu. Bwana, kupitia ibada hii jioni ya leo, Roho yako ya kumcha Bwana ije juu yangu kwa nguvu na unigeuze kuwa mtu mwingine kwa mamlaka ya jina la Yesu. Roho ya hekima ije juu yangu kwa nguvu na inigeuze kuwa mtu mwingine kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nakataa kuwa mtu yule yule ambaye nilikuwepo jana. Nakataa kuwa mtu yule yule ambaye nilikuwa asubuhi. Nakataa kuwa mtu yule yule ambaye nilikuwa mwezi uliopita. Roho Bwana, njoo juu yangu kwa nguvu. Njoo juu yangu kwa nguvu kama ulivyokuja juu ya Samsoni kwa nguvu, ukao ukimgeuza kuwa mtu mwingine. Nigeuze kuwa shujaa. Nigeuze kuwa shujaa. Nigeuze kuwa shujaa. Nigeuze kuwa shujaa. Nigeuze kuwa mtu mwenye matokeo. Nigeuze kuwa mtu mwenye mguso. Nigeuze kuwa mtu mwenye hekima. Nigeuze kuwa mtu anayetembea na uweza wako. Nigeuze kuwa mtu haya karada basaya mandarakata radaba shadaba katayanama rekadaba radaba saya mantaya kadabarabo. Nigeuze kuwa mtu mwingine mwenye bidii. Nigeuze kuwa mtu mwingine aliyejaa neno. Nigeuze kuwa mtu mwingine anayeweza kuomba zaidi. Nigeuze kuwa mtu mwingine haya karada basaya randa rabasata yandorada rekada barada basaya manta yakaparia arekana masanda ayakata yadaba. Kama ulivyokuja juu ya Sauli ukamgeuza kuwa mfalme aliyekuwa mtu wa kawaida. Baba, nitofautishe na mtu wa asubuhi. Nitofautishe na mtu wa jana. Nitofautishe shanda rakataya. Mwambie Bwana kutofautishe na vijana wengine wa kizazi chako na watumishi wengine wa kizazi chako. Yesu akutofautishe. Yakatama yakadaraba shanta yakadaraba rekadaba radaba saya yakata yandaragadaba rikana masaya. Baba, nitofautishe niwe huyo mtu aliyejaa hizo roho. Niwe kama Danieli aliyejaa roho ya hekima. Niwe kama Danieli mara 10 bora hakupita wengine. Nifanye mara 10 bora. Najua wapo wengi wanaokupenda. Wapo wengi wanaomba. Wapo wengi wanaokutumikia. Lakini Yesu, ninaomba
nifanye 10 times better, nifanye mara 10 bora, nifanye mara 10 bora, nifanye mara 10 bora. Oh Lord, make me 10 times better kwenye eneo la hekima, kwenye eneo la uchaji, kwenye eneo la maombi, kwenye eneo la ishara na maajabu. Nifanye kuwa mara 10 bora katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, kama ulikuwa unatafuta mtu wa kumtumia, huyo mtu niko mahali hapa. Nitumie kuibeba hekima yako, nitumie kubeba neema yako, nitumie kubeba uweza wako, nitumie kubeba maajabu yako kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi mengi. Yesu makofi mengi. Hayatoshi hayo bado. Unaweza ongeza tena. Kuna watu wanapiga kivivu. Ongeza tena, ongeza tena, ongeza tena, ongeza tena. Ongeza tena. Bado sijasikia shangwe za vijana. Bado hujafanya vizuri, fanya vizuri tena. Aha, ongeza tena. Bado sijasikia shangwe za vijana. Sijasikia shangwe za vijana. Haleluya. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Naweza nikakuruhusu sasa hata wale waliokaa nyuma tusaidie kusogea mbele. Tusaidie kukaa hapa mbele. Siwezi kueleza ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ametenda. Unaweza ukakaa sasa. Unaweza ukakaa sasa kama umesogea mbele vizuri. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ametenda. Turudie tena mara ya mwisho. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ametenda. Nasikia turudie tena. Oh, ametenda. Tenda. Fanya tu kwa imani. Kueleza. Oh, siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Haleluya. Tunamshukuru Bwana Yesu kwa ajili ya siku yetu ya kwanza leo, tukiwa tumeanza semina yetu ya vijana, na tuna wachungaji pia mahali hapa, lakini tuna baadhi ya vijana wa kanisa na wengine wanatufuatilia kwa njia ya mtandao na television. Leo tunataka tuanze series yetu kwenye hii wiki ya vijana, mtazamo wa Mungu kuhusu kijana. Mtazamo wa Mungu kuhusu kijana. Mtazamo wa Mungu kuhusu kijana. Nikisema mtazamo wa Mungu kuhusu kijana,
nataka ni maana yake ni kwamba ukisema kijana, Mungu ana picha gani kuhusu kijana? Yaani kwa tafsiri ni kwamba Mungu ana picha gani kuhusu kijana? Kwa mfano wewe ukisema kuhusu kijana, unaanza kuelewa labda kijana ni mtu mwenye umri fulani, au ana sifa hizi, ana sifa hizi, ana sifa hizi. Na Mungu naye pia kuna picha anayo kuhusu kijana. Na hii picha ikikuingia, kuna wengine mpo kanisani utagundua ya kwamba wewe ni kijana ila umehamia kwenye kundi la wazee. Tazamo wa Mungu kuhusu kijana. Na itaanza na andiko hili la waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 ule mstari wa 14. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 2 ule mstari wa 14. Mtazamo wa Mungu kuhusu kijana. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 ule mstari wa 14. Twende wote taratibu na haraka haraka. Ukiwa unafungua unaandika haraka haraka na unafungua Biblia yako. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 14. Tusome kwa sauti, anasemaje? 1 2 3. Nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Kipengele B kile anasemaje? Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Unaona hicho kipengele B anazungumza kwa habari ya vijana, anasema nimewaandikia ninyi vijana. Na angekuwa anasema nimekuandikia wewe kijana, tungeweza kufikiri labda anamzungumzia kijana fulani ambaye alikuwepo kwa wakati huo. Na hata sifa anazitaja mbeleni ingekuwa anamzungumzia kijana, na whether kwa kumtaja jina au akasema tu kijana, asingesema vijana. Maana yake tungeamini ni sifa ambayo sio kila kijana anaweza kuwa nayo. Lakini kwa sababu amesema nimewaandikia nini vijana, maana yake ile andiko linatuonyesha kila kijana anaweza na anapaswa kuwa na aina hizo sifa zilizotajwa hapa. Namba 1 nasema kwa sababu mna nguvu. Na mimi leo nataka nizungumze kijana mwenye nguvu. Kijana mwenye nguvu. Nachukua hako kakipande ka kwanza hako, tazungumza kwa habari ya kijana mwenye nguvu. Kwa tafsiri nyingine kwamba mtazamo wa Mungu kuhusu kijana. Yaani ukisema kijana, picha inayokuja kwenye akili au kwenye mawazo ya Mungu ni kwamba ni mtu fulani mwenye nguvu. Ni mtu fulani mwenye nguvu. Mtazamo, yaani ukisema tu kijana, picha inayokuja kwenye akili ya Mungu na kwenye mawazo ya Mungu kwa haraka haraka, watu wa Mungu, ni kwamba ni mtu mwenye nguvu. Kwa hiyo mimi nitamzungumzia kijana. Mungu anamwona kijana kama mtu mwenye nguvu. Ndio hiyo kijana mwenye nguvu. Na nitaweka msingi kwa maandiko machache, alafu baadaye nitazungumza baadhi ya mambo ya kufahamu kuhusu nguvu za Mungu, na nitakuelezea nini nguvu za kijana mwenye nguvu anaweza kufanya. Isaya 52 ule mstari wa kwanza na wa pili. Isaya 52 ule mstari wa kwanza na wa pili. Kifika na tusome wote kwa sauti. Isaya 52 ule mstari wa kwanza na wa pili. Wangapi wamefika? Wote tayari tusome? 1 2 3. Anasemaje? Hiyo hata haiendani na hicho unachosoma. Anasemaje tena? Soma. Hebu sema kama mimi, sema amka. Amka, amka. Hivyo unambembeleza mtu azidi kulala. Eti unamwambia amka, amka, amka. Hamna. Sema amka. Sema tena amka. Amerudia amka mara ngapi? Mara 2. Anasema amka, amka, alafu jivike nguvu zako. Alafu Sayuni, jivike mavazi yako mazuri, Yerusalemu, alafu mji mtakatifu, kwa maana tokea sasa hata ingia ndani yako asiyetahiriwa wala aliye najisi. Mstari wa 2. Jikungute mavumbi. Mwambie kijana mmoja, jikungute mavumbi. Niko na wazee, niko na vijana. Mwambie kijana mmoja, jikungute mavumbi. Ni kwamba hamna sauti watu wa Mungu au bado mnasoma? Mwambie kijana mmoja, jikungute mavumbi. Alafu anasemaje? Uondoke, uketi
Yerusalemu, jifungulie vifungo vya shingo yako, binti Sayuni. Ukisema binti Sayuni, ukisema binti Sayuni. Haleluya. Okay, balishe. Haleluya. Okay. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Haleluya. Yes. Sasa hapa nimekaa vizuri. Shetani huwezi kunizuia. Leo nasikia upako wa kuhubiri. Bwana asifiwe. Leo si niko na vijana. Wazee lazima waende taratibu. Mwambie haya, andika Mathayo, Mathayo. Mathayo. Isaya 52. Nianze tena mstari wa kwanza. Sasa andika mambo kadhaa ya kufahamu kwa habari ya nguvu. Hapa anasema amka, jivike nguvu zako Sayuni. Okay? Anasema jivike mavazi yako mazuri Yerusalemu, mji mtakatifu, kwa maana tokea sasa hata ingia ndani yako asiyetahiriwa wala aliye najisi. Mstari wa pili anasema jikungute mavumbi, uondoke uketi Yerusalemu, jifungulie vifungo vya shingo yako. Nani? Hapo ametumia jina gani? Binti. Kwa hivyo unaweza ukaelewa mstari wa kwanza na wa pili anavyosema Sayuni au Yerusalemu, anazungumza na binti, anazungumza na kijana wa kiume. Tunakubaliana kwamba ili andiko ni la vijana, ili tuanze kulivunja sasa. Tunakwenda pamoja. Haya, turudi mstari wa kwanza. Jambo la kwanza la kuandika kwa habari ya nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu ni vazi. Ndio maana anasema jivike nguvu zako. Maana yake nguvu za Mungu ni kitu mtu anaweza akawa amevaa au amevalishwa. Unaweza ukavaa nguvu za Mungu. Anasema Sayuni, amka, jivike nguvu zako. Lakini kingine unaweza kaona kutoka kwenye andiko, hauwezi ukavaa vazi linaitwa nguvu kama ni mtu unaendekeza usingizi. Huyu ndugu anaitwa mara ngapi? Mara 2. Maana yake yuko kwenye deep sleep. Amka ya kwanza ni ya kimwili, amka ya pili ni ya kiroho. Maana yake watu watakaovaa vazi linaitwa nguvu za Mungu ni watu walioshinda roho ya usingizi. Usingizi wa kiroho na usingizi wa kimwili pia. Anasema amka, jivike nguvu zako. So huwezi, yani ukiwa mtu wa kulalala ili vazi hauna. Ili vazi nani nikwambia, ukiwa mtu wa kulalala ili vazi haufanyeje? Na sio kwa ajili ya watu wanaolalala. Ni kwa ajili ya watu ambao they are awakened, wameamka kiroho. Kuamka kiroho maana yake nini? Au unajuaje mtu amelala kiroho? Okay, nikupe tafsiri tu maana za haraka. Unajuaje mtu amelala kiroho? Number 1, ni mtu ambaye anapoteza utambuzi wa mambo yanayoendelea katika ulimwengu wa roho kuhusiana na maisha yake. Ni mtu ambaye hana utambuzi wa mambo ambayo yanaendelea kwenye ulimwengu wa roho kuhusiana na maisha yake. Huyu ni mtu ambaye amepigwa na usingizi wa kiroho. Unajua ukilala, watu wanaweza kawa wako hapo around. Mwanamke mmoja alilala kwenye Wafalme wa kwanza sura ya 3 ule mstari wa 16 mpaka mstari wa 20 na kule. Anazungumza kwa habari ya wanawake wawili walikuwa makahaba. Anasema wote wakazaa. Mmoja alitangulia kuzaa, mwingine akafuata kuzaa. Baada ya kuzaa anasema mmoja alilala akamlalia mtoto mpaka mtoto akafanyeje? Akafa. Kwa tafsiri nyingine kwamba mtu aliyepigwa na usingizi wa kiroho ni mtu ambaye vitu vinakufa kwenye maisha yake wakati hajui. Mambo yanaharibika kwenye maisha yake wakati hajui kama yanaharibika. Yona akiwa amelala kule kwenye merikebu. Yona amelala kule chini. Amelala iko kwenye deep sleep. Hajui kama huku juu wameshaanza kuchukua mizigo yake na nguo zake na suti yake ya huduma na cheti chake cha huduma na Biblia yake ya huduma. Hajui kama wameshachukua, wameanza kutupa kwenye maji kwa sababu merikebu inapigwa na gharika. Amelala. Baadaye wakamamsha akamwambia una nini wewe ulalaye? Kwa tafsiri nyingine kwamba mtu aliyepigwa na usingizi wa kiroho ni mtu aliyepoteza nidhamu za kiroho. Hiyo ni maana ya pili. Umepoteza nidhamu zako za kiroho. Umepoteza nidhamu zako za kiroho. Ulikuwa unaweza kuomba, ulikuwa unaweza kufunga, ulikuwa unaweza kukesha, ulikuwa unaweza kusoma neno,
Na sasa hivi ni kama hauwezi tena. Unapoona ya kwamba umeanza kupoteza nidhamu zako za kiroho. Nikisema nidhamu zako za kiroho, naongelea maisha yako ya maombi, naongelea maisha yako ya utakatifu, naongelea maisha yako ya neno, naongelea maisha yako ya mkesha, naongelea maisha yako ya kufunga, naongelea maisha yako ya kutoa, naongelea maisha yako ya kumtumikia Mungu. Unapoona kwenye maeneo karibu 6 nimeyataja, unapoona umeanza kusuka chini, ujue umeanza kulala kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa mtu aliyepigwa na usingizi wa kiroho, kwa tafsiri nyingine pia, sikiliza, kwa tafsiri nyingine pia, usingizi wa kiroho ni ishara ya kifo kwenye ulimwengu wa roho. Waefeso 5:15 anasema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu. Maana yake usingizi wa kiroho ni ishara ya kifo cha kiroho. Na ndio maana kwetu sisi watu wa Mungu tunasema mtu akifa hatusemi amekufa, tunasema amelala katika Bwana. Kwa hiyo unaposema mtu amepigwa na usingizi wa kiroho, maana yake ni kwamba amepigwa na kifo cha kiroho. Mtu hivi hata Mungu amtembelee, mtembeo wa Mungu uje kwenye maisha yake, hawezi kushtuka. Nenda kasome maandiko kwenye kitabu cha ni mstari wa 14, Waefeso 5:14. Anasema hivyo usema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu na Kristo atakuangaza. Kwa hiyo kingine, mtu aliyepigwa na usingizi wa kiroho ni mtu ambaye nuru yake imepotea. So unaona anasema Kristo atakuangaza. Kwa hiyo ni mtu aliyepoteza nuru. Mtu aliyepoteza nuru. Maisha yake yamepoteza nuru. Huduma imepoteza nuru. Kila alichonacho kimepoteza nuru. Maana yake ni mtu aliyevamiwa na giza la kiroho. Na ukivamiwa na giza la kiroho, nini kinatokea kwenye maisha yako? Nenda tena Kutoka sura ya 10 mstari wa 21 na mstari wa 23. Kutoka sura ya 10 mstari wa 21 na mstari wa 23. Ukivamiwa na giza la kiroho, kuna vitu unakuwa umepoteza. Anasema Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kuelekea mbinguni, kuwe na giza juu ya nchi, watu wapapase gizani. Maana yake ukifunikwa na giza la kiroho, unaanza kuwa mtu wa kubahatisha. Hauna accuracy. Hauna uhakika. Ukikuta mtu hivi ameanza hata biashara, anaanza huku mguu mmoja huko kwenye biashara, mguu mwingine huko kwamba anasikilizia kwamba inaweza ikaenda au isiende. Yaani ni mtu ambaye ajiamini. Mtu wa kupapasa, kubahatisha. Angalia mstari wa 23. Namba 1, giza la kiroho likufunika, unakuwa ni mtu wa kubahatisha. Mstari wa 23 anasema hawakupata kuonana mtu na mwenzie. Kwa hiyo kingine ni kwamba mtu aliyefunikwa na giza la kiroho ni mtu ambaye hawezi kuonekana na wasaidizi wake wa hatima. Si ndio hapa anasema hawakupata kuonana mtu na mwenziwe? Maana yake ni kwamba wasaidizi wako wa hatima, watu waliopaswa kukusaidia kwenye utumishi wako, wakusaidie kwenye kesho yako, wakusaidie kiuchumi, wawezeshe maono uliopewa na Mungu, hawakuoni. Upo lakini hawakuoni. Kuna kipindi fulani ITV kilikuwa kinaitwa Wapo lakini hawavumi. Sijui kama mmewahi kusikia. Sijui ni ITV au sijui ni TV gani, lakini mimi nakumbuka tu ni kwenye TV. Wapo lakini kuna maana gani ya kuwepo lakini usivume? Wakati Biblia inasema kila aliyezaliwa mara ya pili hali yake ni kama upepo. Anasema upepo ufanyeje? Huvuma. Achana kwamba uvuma kwenda popote upendako, lakini upepo ufanyeje? Huvuma. Wewe kama mwana wa Mungu unapaswa kuvuma. So hapa anasema upepo huvuma. Unaona hapo upepo ufanyeje? Huvuma. Na sauti yake waisikia. Maana yake kizazi chako kinapaswa kusikia sauti yako. Sema amen. Sema amen. Nirudishe pale kwenye Kutoka. Huyu mtu ambaye amefunikwa na giza la kiroho, Kutoka 10:23. Anasemaje? Wala hakuondoka mtu mahali alipokuwa muda wa siku 3. Stagnation. Ni mtu ambaye amepigwa na roho ya mkwamo. Mambo yake yamekwama. Afya imekwama. Ndoa imekwama. Huduma imekwama. Uchumi umekwama. Alikuwa unaona ile unaingia hata kwenye mtaa, unakuta nyumba nyingi watu wamejenga wameishia kwenye level ya madirisha wameacha, mpaka nyumba imegeuka kuwa pagale. Hilo eneo ujue kuna roho ya giza imefunika hapo. Watu wanaanza vitu wanaishia njiani, wanashindwa kumaliza. Unaona? Hii ikusaidia hata ukienda kuchunga kanisa mahali. Ukifika ukakuta watu hawana maendeleo. Yaani ukaona kabisa hapa mahali wameanza, mwingine alianza kujenga frames za biashara. Sasa hivi unaona kule kwenye frames za biashara watu wanakojoa huko, wanajisaidia huko, ni kama vile zimekuwa pagale. Ujue kwenye ile eneo kuna giza limefunika hapo kwenye ulimwengu wa roho. Giza likifunika mahali hamna maendeleo. Mwanzo 1:2. Hapo na dunia na nchi ilikuwa nini? Ukiwa na nini? Na utupu. Kwa nini? Ni kwa sababu giza lilikuwepo. Kwa hiyo giza lilikuwepo, hakuna maendeleo, hakuna maendeleo.
Na ndio maana Mungu alipotaka maendeleo yaje kwenye nchi, unajua ilibidi ashughulike kwanza na nini? Kisa. Akasemaje? Akasema na iwe nuru, na ikawa. Na baada ya hapo ndio unaanza kuona mimea inatokea. Maana yake mahali popote ambapo nuru inaweza kutokea, kila kitu kinaweza kutokea. Kila kitu kinaweza kutokea. Haleluya. Haleluya. Tunakwenda pamoja Nirudishe pale kwenye Isaya 52 sasa mstari wa kwanza. So pale amesema, nimekwambia nguvu ni vazi la kiroho. Na mtu anaweza akavaa vazi linaitwa nguvu. Sikiliza, mwanamke mmoja alitoka akamwendea Bwana Yesu. Aliposikia habari za Bwana Yesu akasema, nitaenda nikigusa vazi, anasema pindo la vazi lake, nitafanyeje? Niambieni sasa. Akasema nitafanyeje? Nitapona. Unajua huyu mama alipata wapi ufunuo? Huyu mama alisoma maandiko mawili. Alisoma Mithali 31 mstari wa 25. Anazungumza kwa habari ya mke mwema. Anasema huyu mke mwema, nguvu na hadhi. Hadhi maana yake ni heshima. Kwa tafsiri hiyo ni kwamba hautaheshimiwa kama huna nguvu. Nguvu inaleta heshima. So anasema nguvu na hadhi. Ni nini hapo anasema? Huyu mama ukimkuta amevaa gauni la kitenge, ni amevaa gauni la kitenge, lakini at the same time nguvu na hadhi ni mavazi yake. Kwa hiyo kwa tafsiri nyingine ni kwamba kinachofanya mavazi yako ya nje yanabeba nguvu za Mungu ni kwa sababu rohoni umevikwa vazi linaloitwa nguvu za Mungu. Hiyo ndio inafanya ukimpa hata mtu kitambaa chako anapona. Mgonjwa akishika tu, unasikia vitambaa vikamtoka Paulo na leso zikaponya wagonjwa wengi. Unasikia hivyo? Paulo rohoni alikuwa amevaa vazi inaitwa nguvu za Mungu. Lakini pia huyo mama alipoenda akagusa vazi la Yesu, alijua kuna nguvu kwenye vazi la Yesu, kwa sababu alivomgusa Bwana Yesu, Yesu anasema nasikia nguvu zimefanyeje? Zimenitoka. Alisoma pia Isaya 52 akagundua kwamba mtu anaweza kuvaa vazi linaloitwa nguvu za Mungu. Huyu mama amevaa nguvu na hadhi, ndio mavazi yake, alafu anaucheka wakati ujao. Maana yake she is very comfortable. Watu wenye guarantee na uhakika wa kesho zao ni watu waliovaa mambo mawili: nguvu, hadhi. Nguvu, hadhi. Nguvu, hadhi. Nguvu na heshima. Okay, nirudishe pale Isaya 52. Isaya 52 anasema amka, amka. Kwa hiyo lazima uamke kimwili, lazima uamke kiroho. Alafu anasema jivike. Amesema nguvu yako. Amesema nguvu yako. Kama amesema nguvu zako, maana yake kila kijana unapaswa kujivika nguvu mbalimbali za Mungu. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba hakuna nguvu moja tu. Kuna nguvu za aina tofauti tofauti na za viwango tofauti tofauti. That unaweza kaandika hiyo. Ya kwamba kuna nguvu za aina tofauti tofauti na za viwango tofauti tofauti. Anasema nguvu zako. Sio yako, zako. Maana yake iko zaidi ya moja. Kuna nguvu za aina tofauti tofauti. Nikisema aina tofauti tofauti, kwa mfano nikutajie aina kadhaa za nguvu. Sijui kama utakuwa tayari kuandika. Nikutajie aina kadhaa za nguvu. Uko tayari kuandika? Aina ya kwanza ya nguvu, kuna nguvu inaitwa nguvu ya kupata utajiri. Maana yake ni nguvu inamsaidia mtu kwenye hilo la uchumi. Alafu pale pembeni utaandika, ukimwona mwenzako anasinzia nisaidie kumgusa. Haya mambo ni ya muhimu sana. Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 18 anasema utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata nini? Utajiri. Kwa hiyo kuna nguvu inahusika na eneo la uchumi. Lakini pia watu wa Mungu, kuna nguvu inahusika na ulinzi wako kama kijana. Ulinzi wako wa kiroho, ulinzi wa afya yako, ulinzi wa uchumi wako, ulinzi wa hatima yako, ulinzi wa huduma yako. Na hiyo nguvu iko kwenye Petro wa kwanza sura ya kwanza ule mstari wa 5. Petro wa kwanza sura ya kwanza ule mstari wa 5. Petro wa kwanza anasema nanyi mnalindwa na nini? Tena hata hapo kwenye kulinda ziko za aina tofauti tofauti. Anasema mnalindwa na nguvu za Mungu. Kwa njia gani? Ya imani. Kwa hiyo ukiwa na imani, imani haikulindi. Imani ina produce nguvu za Mungu. Alafu nguvu za Mungu ndo zinafanyeje? Zinakulinda. Pastor, hiyo iko wapi? Twende tuongeze tena andiko jingine, Warumi sura ya 4 mstari wa 20. Warumi sura ya 4 mstari wa 20. Uone ya kwamba imani ulionayo ndio inayo produce nguvu za Mungu. Kwa hiyo imani yako ikikua, kiwango chako cha kutembea na nguvu za Mungu na kile pia kinafanyeje? Angalia huyu ni Ibrahim. Anasemaje? Lakini akiona ahadi ya Mungu akusita kwa kutokuamini. Bali alitiwa nguvu kwa njia gani?
Maana yake angepoteza imani, asingetiwa nguvu, si ndio maana yake? Kwa hiyo watu wenye imani ni watu ambao wako connected na nguvu za Mungu. Imani inafanya supply ya nguvu za Mungu iwe ni ya wakati wote. Muda ambao hauna imani, au kwa tafsiri nyingine, dosari kwenye imani ni dosari kwenye nguvu za Mungu. Ukijaribiwa kwenye imani ni jaribu kwenye nguvu za Mungu. Na anayefanyia kazi imani yake anafanyia kazi nguvu za Mungu ndani yake. Pokea neema kulielewa neno katika jina la Yesu. Pokea neema kulielewa neno katika jina la Yesu. Lakini pia kuna nguvu za Mungu zinahusika na masuala ya uponyaji tu. Yaani hiyo ndo mhubiri, unaweza kuwa huko hapa unayo watu wanakuja kwako wanapona, ila uchumi hauendi. Kwa sababu uchumi unahitaji nguvu yake, uponyaji unahitaji nguvu yake. Unaweza kuwa ni mhubiri umefanikiwa kiuchumi, lakini watu wanakuja kwako hawapati masuluhisho. Hujai kuona mtu ana watu wengi, au una watu wengi unawasaidia, lakini unafikia mahali hela hauna. Na sio hauna kwamba kuna wakati unakuwa nazo, hata hiyo wakati unakuwa nazo hauna. Hiyo ndio kesi ya Elia. Elia analindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Mkimfuata tu anashusha moto. Ila kwenye swala la finance, uchumi, ni mpaka kunguru wa volunteer kwenda kumlisha. Ni mpaka aende kulala nyumbani kwa mwanamke wa Sarepta akae pale ndio ale. Bila hivyo hakuna possibility ya Elia kula. Alijua upande fulani wa nguvu za Mungu, lakini kuna upande mwingine wa nguvu za Mungu hakuufahamu, na kwa sababu hiyo hakuweza kuutembelea. So unaona, nimekwambia kuna aina ya nguvu za Mungu zinahusika na uponyaji. Luka 5:17. Luka 5:17. Luka 5:17. Luka 5:17. Huyu ni Bwana Yesu anasema ikawa siku zile moja hapo alipokuwa akifundisha, na Mafarisayo na walimu wa Torati walikuwa wameketi hapo, waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu, na uweza wa Bwana ulikuwa hapo ili apate kufanyaje? Kwa hiyo ili upate kufanya jambo lolote, lazima kuna aina fulani ya uweza ihusike. Hakuna unachoweza kufanya. Kuna wimbo naimba, hakuna kinachofanyika bila nguvu zake, bila nguvu zake. Sijui unaimbaje huo wimbo? Bila neno. Basi sisi tuweke bila nguvu zake. Debora anataka kuchukua muda wangu sasa. Turudi hapa sasa. So anasema na uweza wa Bwana ulikuwa hapo ili apate kufanyaje? Kwa hiyo ukiona mhubiri anaponya, ujue kuna uweza unamsindikiza. So unaona, mimi nimewahi kwenda na baba mahali. Ndugu mmoja amekuja pale ana kansa ya utumbo. Na yule ndugu alikuja pale ana kama wiki nzima ajala. Kikombe cha uji hivi hajai kunywa akamaliza ndani ya hiyo wiki. Hajai kunywa akamaliza kikombe cha uji. Yaani ile alikuwa hata akinywa kidogo anatapika. Amefikia mahali hadi uso umeanza kubadilika. Ameanza kuwa kama wa kijani sio wa njano. Haeleweki yuko kwenye kundi gani. Wakamleta kwenye ibada moja za ishara na miujiza, tulikuwa kule Sabasaba. Yule baba alipofika, baba alipomwombea ilikuwa ni muujiza, kwa sababu ndugu zake walikuja na chupa ya uji pale kanisani, wakiamini kwamba atafunguliwa na ataweza kunywa uji. Kwa mara ya kwanza akanywa kikombe cha uji akamaliza, jasho likamtoka pale. Alikuwa na furaha ya ajabu, yaani paka machozi tu yalikuwa yanamtoka, hawezi hata kuongea vizuri. Amekuwa very weak. Ukiona aina ile ya uponyaji inatokea, watu wa Mungu, kuna uweza wa Bwana unamfuata huyo mtu ili yeye apate kufanyaje? Kwa kuna aina tofauti za nguvu za Mungu. Okay, angalia tena. Pale nilikwambia kuna aina tofauti za nguvu za Mungu, lakini pia nguvu za Mungu ziko za viwango tofauti. Maana yake inawezekana una nguvu ya kuponya, lakini hiyo nguvu ya kuponya sasa hivi unaweza kushughulika tu na kichwa cha watu. Mtu anayeumwa kichwa tu, ile ukiletea mtu wa kansa, haponi. Ukiletea mtu wa figo, haponi. Sio kwamba hauna, unayo, ila haijakuwa. Zaburi 84 mstari wa 7. Zaburi 84 mstari wa 7. Lazima uikuse. Lazima uikuse. Lazima uikuse. Lazima uikuse. Anasemaje? Huendelea toka nguvu hata nguvu. Hiyo toka nguvu hata nguvu ni kwamba unatoka kiwango kimoja cha nguvu kwenda kiwango kingine cha nguvu. Yaani ni hiyo nguvu kwenye eneo la fedha. Ila safari unahama kutoka kwenye kusika laki unahamia kwenye milioni. Unatoka kwenye milioni unaenda kwenye mabilioni. Inahitaji kiwango kingine. Ndio maana mtu aliyekuzidi matokeo kwenye eneo fulani ni rohoni amekuzidi nguvu kwenye hilo eneo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So turudi pale Isaya
52 mstari wa kwanza. Rudi pale Isaya 52 mstari wa kwanza. So pale anasema amka amka, jivike nguvu zako Sayuni, jivike mavazi yako mazuri. So unaweza kaandika tena nguvu, okay, unaweza kaandika nguvu za kiroho ndio mavazi mazuri kwa mwana wa Mungu. Sasa wewe kama kijana unaweza kaandika ndio mavazi mazuri kwa kijana. Kijana yote ambaye vaa suti, pendeza, nyonga tai, umevaa mwilini. Hii amesema amka amka ni mara mbili, tulisema mwilini na rohoni. Lazima uvae nguvu, lazima uvae ile vazi linaloitwa nguvu. Ndio mavazi mazuri. Nguvu za Mungu ndio mavazi mazuri. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba ambaye hajavaa vazi linaitwa nguvu, rohoni yukoje? Uchi. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba chochote kinaweza kumtokea. Na unajua mtu akiwa uchi, maana yake ni kwamba hata wewe sasa hivi tukimvua mtu nguo, maana yake tunamwaibisha. Ni kweli sio kweli? Kwa hiyo mtu ambaye hajavaa ile vazi ni mtu ambaye ataaibishwa. Ndio maana unaona yule mwanamke alivaa nguvu na nini? Hadhi. Maana yake haya yanakwenda pamoja. Ili uheshimiwe, lazima uvae vazi linaloitwa nguvu za Mungu. So hapa anasema jivike mavazi yako mazuri. Alafu anasemaje? Kwa maana tokea sasa hata ingia ndani yako asiyetahiriwa wala aliye najisi. Sikiliza, ukivaa ili vazi linaloitwa nguvu za Mungu, bila anasema ndani yako akitaingia kilicho najisi. Kwa tafsiri ni kwamba kuna mashambulizi ya kipepo yakija tu moja kwa moja yanablokiwa na kuzuiliwa na zile nguvu za Mungu ulizonazo. Yaani hakuna kitu kinapenya kinaingia kwenye mwili wako. Wanamfuata Yesu, wanataka wamkamata, wanataka wamuue. Wamemkamata wewe, wamempeleka mpaka mahali bila anasema kulikuwa kuna bonde, wakamfikisha pale kwenye bonde, wanataka wamsukume akaanguke. Unajua Yesu alifanyaje? Akaactivate nguvu za Mungu. Alafu akarudi akawa anapita katikati yao. Wanamuona lakini hawezi kumshika. Wanamuona lakini hawezi kumshika. Unaweza ukaenda mahali mapepo mengi hapo, wanakuona lakini hawezi kukushika. Nikamwona mwombaji mmoja, nilikuwa namfahamu. Mtu mmoja akamwendea kwa mganga ili amloge. Mganga akamwambia huyu mtu ni kama jini kambale, hashikiki. Yaani tukimzika anateleza. Ndivyo alivyo mtu mwenye nguvu za Mungu. Wakijaribu kuzika wanateleza. Na wakikaa na wewe vibaya wanalipuka. Sema wanalipuka. Sema wanalipuka. Sema wanalipuka. Kwa hiyo nirudishe pale sasa. Angalia kutoka kwenye ile andiko faida ya kutembea na nguvu za Mungu. Kutoka kwenye ile andiko neno la mstari wa pili sasa. Ule mstari wa pili anasema jikungute mavumbi. Maana yake ni kwamba ukivaa ile vazi linaloitwa nguvu za Mungu, haugaragazwi tena na shetani. Kwa sababu ukisikia mavumbi ulipigwa ukapigwa na ukagaragazwa kwenye mavumbi. Kwa safari ukivaa unajikunguta mavumbi kwa sababu shetani hawezi kuangusha tena. Hawezi kukuchezea tena. Hawezi kukutikisa tena. Salimia vijana wawili watatu, waambie jikungute mavumbi, jikungute mavumbi, jikungute mavumbi katika jina la Yesu. Waambie jikungute mavumbi, jikungute mavumbi, jikungute mavumbi. Alafu anasemaje kipengele kingine kinachofuata hapa, anasemaje? Jifungulie vifungo vya shingo yako. Unasikia? Ukivaa vazi linaloitwa nguvu za Mungu, hauhitaji kufanywa deliverance. Yaani likitokea jambo lolote la uhusiana wewe, unaweza ukajifanyia self deliverance. Sema power. Sijaanza kuelekea kwenye somo langu. Sema power. Nataka uanze kuzitamani nguvu za Mungu. Biblia imesema na kuandikiwa kijana kwa sababu una nini? Una nini? Sasa andika aina 3 za nguvu ambazo alikuwa anazizungumza pale kwenye kitabu cha waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 ule mstari wa 14. Anaposema nawaandikia ninyi vijana kwa sababu mnazo nguvu. Na pale hakuspecify ni aina gani ya nguvu. Hakusema ni nguvu ya Mungu, hakusema ni nguvu za kimwili, hakusema ni nguvu za nini. So aina 3 ya nguvu. Aina ya kwanza ya nguvu kutoka kwenye ile waraka wa kwanza Yohana 2:14 ni nguvu zinaitwa nguvu za rohoni au nguvu za kiroho. Spiritual power. Unakuwa na nguvu za kiroho. Na hapa anasema nimeandikia vijana kwa sababu ninyi mna nguvu. So aina ya kwanza ya nguvu inaitwa spiritual power. Lakini aina ya pili ya nguvu inaitwa nguvu za kiakili. Kuna watu wana nguvu za kiakili. Yaani kwa tafsiri nyingine kwamba uwezo wa akili walionao ndio nguvu zao. Uwezo wa akili walionao ndio nguvu zao. Alafu aina 3 ya nguvu za Mungu kutoka pale ni watu ambao tunasema wana nguvu za mwilini. Na hizi na zenyewe ni za muhimu sana. Physical strength. Una nguvu za mwilini.
Kwa hiyo kwa kawaida tukiwaangaliaga vijana wengi tunaona ni watu ambao wana nguvu za mwilini. Nasema vijana msiondoke kwenye ibada, bebeni hizi speaker, sijui wekeni save line. Wanaitwa hivyo vijana kwa sababu wanatambulika ni watu wenye nini? Wenye nguvu za mwilini. Kwa hiyo nimeanza kuna spiritual power. Alafu nimekuja kuna nguvu za kiakili. Alafu nimekuja kuna nguvu za mwilini. Maana yake nguvu za mwili, yani ile physical, zile nguvu tu za mwilini. Na hizo zina nafasi yake. Kila aina ya nguvu nilikwambia ina nafasi yake kwenye kusaidia wewe kufanikiwa. Tuanze na spiritual power. Luka sura ya kwanza mstari wa 80. Spiritual power. Antarabashan. Randarabashan. Ayana mashada bagadaba. Mandarakata yanama. Luka sura ya kwanza ule mstari wa 80. Nguvu za kiroho. Spiritual power. Luka sura ya kwanza ule mstari wa ngapi ule? Wa 80. Naomba tusome sasa vijana. 1, 2, 3. Yule mtoto akakuwa, akaongezeka nguvu rohoni, akakaa jangwani hata siku ya kutokea kwake. Turudie tena mara ya mwisho, anasemaje? Yule mtoto akakuwa, akaongezeka nguvu rohoni. Akaongezeka nguvu wapi? Akaongezeka nguvu wapi? Maana yake kuna nguvu zinaitwa nguvu za rohoni. Biblia inasema akaongezeka nguvu rohoni. Ni mtoto lakini alikuwa anaongezeka nguvu za rohoni. Kwa hiyo kuna wakati nguvu zako za rohoni zinaweza kubwa kuliko nguvu zako za mwilini. Hiyo ndio ishi ya Samsoni sasa. Samsoni ulikuwa ukimwangalia muonekano wake hausadifu kazi zake. Kazi anazofanya watu walikuwa wanaangalia mpaka wanachanganyikiwa. Wanasema Samsoni, tuambie siri ya nguvu zako. Kwa sababu ingekuwa Samsoni ingekuwa na mwili mkubwa, watu wasingemuuliza siri ya nguvu zako. Utamuuliza mtu siri ya nguvu zako wakati unaona ni giant, ana mwili mkubwa. Hebu kwa mfano mtumishi wa Mungu, naomba nikutolee mfano. Alikaa hapa mbele, kila jambo Mungu analikaa kwa makusudi yake. Unaona mtumishi wa Mungu, eti unakuja unamuuliza huyu siri ya nguvu zake. Wewe muone alivyo, usione ana nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Samsoni, mpigeni makofi mtumishi wa Mungu. Samsoni alikuwa na mwili kama wa huyu mtumishi wa Mungu. Jos mama. Sio kwamba niliwahi kumuona. Wewe achana ule Samsoni unachorewa na kumwangalia kwenye movie. Samsoni alikuwa ni kama huyu jamaa hapa, ambaye ukimwangalia physically asema aka jamaa aka vipi? Ila madude yake yanapandaga, roho wa Bwana akimsukia juu yake. Anakuwa sio Samsoni tena. Akimshika simba ni kama ameshika kondoo au mbuzi. Anapasua simba kama anampasua mbuzi. Mungu angetuletea Samsoni ambaye ni giant na mwili mkubwa, Samsoni angejisifu kwenye mwili wake. Bila nasema yeye ajisifuye. Ajisifu kwa nani? Kwa Bwana. Maana yake sikiliza. Okay, rudi chukapo. Yeremia 9:23. Yeremia 9:23. Mungu kuna wakati Mungu atakupa kitu ambacho kimekuzidi umri. Kimekuzidi muonekano. Yaani unatembea na power ambayo watu wa umri wako hawatembei nayo. Hekima ambayo watu wa umri wako hawatembei nayo. Maajabu ambayo watu wa umri wako hawatembei nayo. Ili wakikuangalia wajua kwamba sio unaishi, ni Kristo. Yeremia 9:23 anasemaje? Bwana asema hivi. Anasemaje? Mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake. Nenda mstari wa 24. Anasemaje mstari wa 24? Bali ajisifuye, ajisifu kwa sababu tunaruhusiwa kujisifu. Hiyo ya kujisifu tunafanyaje? Tunaruhusiwa kujisifu. Ila haturuhusiwi kujisifu katika nguvu zetu. Haturuhusiwi kujisifu katika hekima yetu. Haturuhusiwi kujisifu katika utajiri wetu, kwa sababu nguvu zetu, hekima yetu, utajiri wetu kuna mahali unatokea. So hapa anasemaje? Ajisifu kwa sababu ya kwamba anafanyaje hapo kwa sauti? Sema kwa sauti hapo, ya kwamba anafanyaje hapo? Ananifahamu mimi na kufanyaje? Kuna mtu yeye na Mungu wanafahamiana. Sema kuna mtu yeye na Mungu wanafahamiana. Yaani kuna mtu kabisa ukimweleza kuhusu Mungu, hauhitaji kumlia kitabu kinaitwa How to Know God.
au what you don't know about God, au kitabu kinasema labda all you need to know about God. Hauhitaji kumlia huyo mtu. Ni kwamba yeye na Mungu wanafahamiana, ametembea na Mungu, ameishi na Mungu mpaka imefikia mahali amemjua Mungu. Angalia hapa anasema ajisifu ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua, ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye nini? Wema na hukumu na haki katika nchi, maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. So kujisifu kwako kulipaswa kuwa katika Bwana. Kujisifu kwako kulipaswa kuwa katika Bwana. Kwa hiyo Samsoni angekuwa na mwili mkubwa, angeanza kujisifu kwa sababu ya ukubwa wa mwili wake. Alikuwa na kamwili kadogo. Ndio maana Delila anamuuliza Samsoni, tuambie nini siri ya nguvu zako? Kwa sababu kama ingekuwa ni issue ya kwenda gym, wangemzuia asiende gym. Wangemfunga tu abakie hapo hapo. Yaani Samsoni hata mngemfunga siku 3 nzima asili wala kunywa. As long as roho Bwana akimjilia juu yake, hata angekuwa mwili wake hauna nguvu. Alikuwa operate kwa nguvu za mwili wake. Ni kwa nguvu za roho Bwana aliyekuwa anakuja juu yake. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na kuombea nawe katika jina la Yesu, ya kwamba uanze kutembea kwenye aina na kiwango cha juu cha nguvu za Mungu kisichoendana na umri wako katika jina la Yesu. Nasema tena kisichoendana na umri wako katika jina la Yesu. Kisichoendana na umri wako katika jina la Yesu. Kisichoendana na jinsia yako katika jina la Yesu. Uanze kutembea kwenye nguvu ya Mungu, ambao wanaangalia wewe ni mwanamke lakini unatembea na power. Waebrania 11 mstari wa 35. Waebrania 11 mstari wa 35. Power, sema power. Waebrania 11 mstari wa 35. Anasema wanawake waliwapokea wafu wao waliofufuliwa. Wanawake wa imani walikuwa wanatembea na power. Yaani issue ya kufufua watu, kuna wanawake walifanya. Kuna wanawake walifanya, walifufua. Anasema wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa. Kuna wanawake walikuwa wanapokea wafu wao. Yaani unakufa wanakurudisha katika nchi ya walio hai. Unaenda wapi? Hapa mama ametoka kujifungua, halafu anatangaziwa mtoto amekufa, anasema unaenda wapi? Njoo katika nchi ya walio hai. Silete mambo yako hapa. Mwambie jina yako, unaenda wapi? Eti ufe, unaenda wapi? Mwambie tena unakufa, unaenda wapi? Eti unaumwa tu kitu anasema pastor nasikia kufa kufa. Unasikia kufa kufa? Kati ya vitu vyote vilivyo kwenye Biblia, wewe unachoona kujisikia ni kufa kufa. Uweze hata ukasema kwamba najisikia mimi ni kichwa wala sio mkia. Najisikia niko juu tu, juu sana kupita ufalme, kupita usultani, kupita kila jina tutajao. Najisikia kwamba roho wa Bwana amejaa ndani yangu. Uweze kusema unajisikia hivyo. Sema basi hata unajisikia kufanikiwa. Najisikia upako. Alafu kingine ni kwamba wakati mwingine sisi hatusemi tunachokiona, ila tunasema tunachokiamini. Kwa sababu imani yetu haiendeshwi na kuona. Nasema unachokiamini. Yoeli 3:10. Anasema na aliye dhaifu na aseme mimi ni hodari. Sio aangalie udhaifu wake. Aseme kinyume na anachokiona kwenye mwili wake. Hata kama anaona udhaifu, anasema mimi ni hodari. Mimi nakataa unyonge katika jina la Yesu. Na ukatana kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Nasema na ukatana unyonge kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Sasa twende kwa haraka haraka. Yohana 1:12. Yohana 1:12. Na hapa na kuongezea tu jambo lingine, ya kwamba ni mapenzi ya Mungu ya kwamba kila mwanae atembee na nguvu zake. Mapenzi ya Mungu. It is the will of God. Kwa hiyo kwa tafsiri nyingine kwamba kutembea bila nguvu za Mungu ni kutembea nje ya mapenzi ya Mungu. Short and clear. Yohana 1:12 anasema bali wote waliompokea aliwapa nini? Semeni hapo, aliwapa nini? Tuweke kwa Kiingereza. King James. Kwa King James anasema, kwa Kiswahili anasema aliwapa uwezo. Hilo neno uwezo ni nguvu. King James anasema but as many as received him, to them gave he power. Aliwapa nini? Kila aliyempokea Yesu alipewa nini? Umepewa nguvu, umepewa power. Maana yake ni kwamba ni mapenzi ya Mungu kwamba unapozaliwa kwenye angalia kitu kingine. Kuzaliwa kwenye familia ya Mungu ni kuzaliwa kwenye familia ya nguvu. To be born in this family inamaanisha kwamba umeamua kuzaliwa kwenye familia ya nguvu. Huku ni nguvu na nguvu. Ukiongea udhaifu kwa in fact hakuna kinyonge kitaingia mbinguni. So umeamua kuishi maisha ya kinyonge, you will struggle brother.
Yesu wakati anaelezea habari ya Lazaro, Lazaro alikuwepo. Lazaro na unyonge wake. Okay, simaanishi kwamba eti ukiwa mtakatifu alafu ni mnyonge, japo na yenyewe sasa sijui itakuwaje, kwa sababu hata hiyo vita yako na nguvu za giza za shetani inahitaji power. Lazaro aliishi majira ambapo kulikuwa kuna Musa na manabii. Na maana Yesu anamwambia yule tajiri akiwa kule kuzimu, anamwambia yule tajiri, anamwambia waambie ndugu zako kule duniani, anasema kule duniani wanao Musa na manabii. Inawezekana aliishi majira ambayo Musa alikuwepo au baada ya Musa, lakini tayari kulikuwa kuna Musa na kuna manabii. Kwa hiyo Lazaro, Yesu alipokuja anasema kwenye Mathayo 11:12 ya kwamba tangu nyakati za Yohana Mbatizaji ufalme wa Mungu unafanyeje? In fact kwanza ni unatekwa. Unaweza ukateka kitu kinyonge. Unaweza ukateka kitu kinyonge. So unaweza kuona ufalme wa Mungu sio kwa ajili ya watu wanyonge. Ni watu wenye nguvu. Mathayo 11:12 inasema tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni upatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu watauteka. Ufalme wa mbinguni sio kwa ajili ya watu wanaomba, ni kwa ajili ya watu wenye nguvu, walio tayari kuteka. Teka baraka. Ukiwa wakati mwingine unaomba, unaambia Mungu hilo jina kubwa lonalo, ule upako lonao, zile neema ulizonazo, yale mambo makubwa unataka kuyafanya, mambo mengine you take them by force. Umekaa tu kinyonge tu. Eti angalia mama mmoja alipata muujiza wake kirahisi. Alipofika anaona Yesu amezungukwa na mabodyguard, hakuogopa, akapenyeza mkono. Ile ni issue ya power. Akapenyeza mkono. Unapenyeza mkono kwa Petro ambaye ana kisu upande huu na kisu upande huu, ambaye aliwahi kukata mtu sikio. Sasa ukata mkono kama huna power, lazima ujitetee. Mama kupangua wanaume wote. Zakayo kama mwanaume alienda kwenye kusanyiko la Yesu, alivyoona watu ni wengi, alishindwa kumfikia Yesu, akatafuta mti wa kupanda, akapanda mti. Ila huyu mama alisema hii sio ngoma ya kupanda mti. Hii ni ngoma ya kujipenyeza mpaka niguse. Inahitaji power. Sema power. Sema power. Kwa hiyo kuna nguvu zinaitwa nguvu za kiroho au nguvu za rohoni. Na kuna nguvu pia zinaitwa nguvu za kiakili. Pale nilikwambia nguvu za kiakili au za kiufahamu. Na hizi nizielezee kidogo. Danieli sura ya kwanza ule mstari wa 17. Danieli, hii ni jamii ya watu. Kuna watu ambao nguvu zao haziko kwenye miili yao. Nguvu zao zipo kwenye vichwa vyao. Niliwapa mfano hapa, nani aliwahi kumuona jasusi physically? Ile jasusi physically. Ukimwona jasusi physically, hafanani na madude aliyobeba. Hafanani na madude anayofanya. Mnakubali, mnakataa? Niliwaambia hapa mara ya kwanza mimi namuona baba ile physical, ile macho kwa macho. Nilishangaa nikasema inawezekana huyu ni mdogo wake amekuja. Labda yeye atakuja baadaye. Kwa sababu hafanani na madude anayofanya. Ukimwangalia mwili wake unaona ni kama mdogo hivi. Kuna watu ambao nguvu zao ni akili zao. Anasema basi habari zao vijana. Sema vijana. Leo tunaongea na kina nani hapa? Anasema habari zao vijana wanne. Mungu aliwapa nini? Maarifa na nini? Ujuzi katika elimu na hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono mangapi? Yote na ndoto. Walikuwa, anasema Mungu aliwapa maarifa, aliwapa na ujuzi katika elimu na hekima. Angalia Danieli aliyepewa. Okay, kuna njia kama tatu za kukua kwenye nguvu za kiakili. Kuna njia kama tatu za kukua kwenye nguvu za kiakili. Njia ya kwanza ni kupewa na Mungu. It is given by God. Yani unapokea akili au hekima kwa kupewa na Mungu. Yani Mungu anakupa kama alivyompa. Anasema habari zao vijana ambao Mungu aliwapa. Mungu alifanyeje? Mungu alifanyeje? Lakini sikiliza tena. Njia ya pili ya kupokea hiyo aina ya hekima au hiyo aina ya nguvu za kiakili, njia ya pili ni kuambatana na wenye hekima. Danieli alikuwa akai na wengine. Danieli alikuwa anajizungusha na kina Shadrach, alikuwa anajizungusha na kina Meshach, alikuwa anajizungusha na kina Abednego. Hao watatu kwa kukaa pamoja. Mithali 13 mstari 20, enenda pamoja na wenye hekima nao utakuwa na nini? Hekima. Maana kuna aina ya hekima inazaliwa kutokana na watu unaoambatana nao. Kwa hiyo kuna hekima itakuingia kulingana na aina ya watu unaoambatana nao. Alafu njia ya tatu ni kwa kusoma. Hii unachukua hatua binafsi kwa kusoma. Danieli sura ya 9 ule mstari wa 2. Danieli sura ya 9 ule mstari wa 2. Danieli alikuwa ni mtu wa kusoma. Yaani sio tu kwamba Mungu amekupa hekima unaishia hapo. Cha pili unahitaji kuambatana na wenye hekima. Nilikuwa nasoma mahali fulani. Nikaona moja ya siri aliyokuwa nayo Daudi. Daudi alikuwa amejizungushiaga wazee.
Na Suleiman naye pia, watu wa maandiko mnaweza mkanisaidia. Na Suleiman naye pia alikuwa mahali alipokuwa anaishi alikuwa amejizungushaga na wazee. Ndivyo alivyo na baba yetu wa mbinguni ambaye ni Mungu. Kule alipo ana wazee 24 wamemzunguka. Hekima brother. Unaona Danieli 9:2 anasema katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli kwa kufanyeje? Kitabu au vitabu. Maana yake Danieli alikuwa ni mtu wa kusoma. Na hapa alikuwa anasoma kitabu cha Yeremia. Ndio akaona katika kusoma kitabu cha Yeremia ya kwamba majira ambayo Mungu alisema kwa habari ya kukaa utumwani miaka 70 yashafika. Kabili aanze kuchukua hatua. Haya, nenda mstari wa hiyo sura ya 9 mstari wa 14. Mstari wa 14. Umeinuliwa juu sana. Au anakuwa ananitafutia lile andiko watakuwa wananitafutia lile andiko la Daudi. Daudi alikuwa anakaa na wazee. Daudi alikuwa anajizungushiaga wazee. Yaani unakuta Daudi alipokaa anakaa na wazee wanakuwa wamemzunguka. Hiyo ilikuwa ni njia moja wapo ya Daudi kutunza hekima. Angalia, kuna ndugu mmoja alikuwaga mshauri wa Daudi. Alikuwa anaitwa Ahithofeli. Ahithofeli alikuwa ni mtu mwenye uwezo wa ajabu. Bila yasema Ahithofeli alikuwa akikushauri ni kama Mungu amekushauri. Unaonaje kwamba eti unakutana na mtu ambaye uhitaji kufunga ili Mungu usikie sauti ya Mungu. Unahitaji tu kupita ubahatishe ukutana na huyo jamaa. Tap! Mwambie ndoa yangu iko hivi na hivi na hivi. Niambie nifanyeje? Jamaa akikushauri kama Mungu amekushauri. Samueli wa 2:16. Mstari nadhani wa 20. 20, 23, 24 pale. Samueli wa 2 sura ya 16 mstari wa 20 mpaka 23, 24 pale. Kuna hilo andiko. Ngapi? 23. Samueli wa 2 16, 23. Anasema Ahithofeli. Ahithofeli alikuwa ndo mshauri wa Daudi sasa. Wewe unajizungushia nani? Tukiangalia kule mtandaoni hata watu uliowafollow ni wachekeshaji. Yaani ukikaa na simu yako ni kucheka kuanzia risala kwanza mpaka risala mwisho. Pastor kwani kucheka ni dhambi? Haya sio dhambi. Umecheka. Haya. Maisha yako yamebadilika. Matumizi mabaya ya muda. Baba ameandika kitabu kinasema kwa nini maskini wa maskini. Moja wapo ya sababu anaisema pale ni kwamba maskini wanatumia muda wao vingi kwenye vitu vinavyowaburudisha na visivyowajenga. Entertainment. Samueli wa 2:16-23. Anasemaje? Naomba tusome kwa sauti 1 2 3. Anasemaje? Na shauri lake Ahithofeli alilokuwa akilitoa siku zile lilikuwa kama mtu aulizapo kwa neno la Mungu. Ndivyo yalivyokuwa mashauri yake mangapi? Yote ya Ahithofeli kwa Daudi na kwa Absalomu. Absalomu alikuwa ni mtoto wa Daudi. Alikuwa anashauriwa na Ahithofeli. Wewe unajizungushia nani? Na wakati mwingine sio lazima watu unaoishi nao hapa. Wakati mwingine ni kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu wale ambao umewafollow na wafuatilia sana ndio watu pia ambao umejizungushia sana. Unataka kuwa na hekima ya baba, jizungushie. Kwenye mitandao ya kijamii wewe jizungushie. Hata kama una nafasi ya kukutana naye physically, jizungushie mafundisho yake, jizungushie video kiasi kwamba itafika mahali anachojua unajua. Samueli wa kwanza 30 mstari wa 26. Samueli wa kwanza 30 mstari wa 26. Daudi alikuwa anakaaga na wazee. Watu waliomzidi umri wengine. Na Ahithofeli alikuwaga ni mzee. Ahithofeli hakuwaga kijana. Usije kufikiri hapa tunaongelea Ahithofeli alikuwa kijana. Ahithofeli hakuwaga kijana. Ahithofeli ndio aliyemzaa. Kama sio Ahithofeli ndio alimzaa mume wa Bathsheba. Alikuwa anaitwa nani ule mume wa Bathsheba? Uria. Ahithofeli ndio aliyemzaa Uria. Kama sio Ahithofeli ni babu yake Uria. Na ndio maana Mungu anakuja kumtoa Suleiman kama mfalme kutokea kwa Bathsheba. Ile connection, unaona Suleiman ana hekima, hakuwa nazo tu kwa sababu aliomba. Ametokea babu yake ni Ahithofeli. Mtu ambaye alikuwa akikushauri ni kama Mungu amekushauri. Samueli wa kwanza 30 mstari wa 26 anasema, basi Daudi alipofika Siklag aliwapelekea wazee wa Yuda na rafiki zake, wazee wa Yuda ambao ndio walikuwa ni rafiki zake, sehemu ya nyara, akasema angalieni zawadi yenu katika nyara za adui za Bwana. Daudi alikuwa anajenga urafiki na wazee. Muulize mtu mmoja, unao wazee?
Mwambie unao wazee. Mwambie kuna wazee wote unaowafuatilia. Mbona umuulize sasa au unamuogopa? Au nikubadilishe siti utafute mtu mwingine unamuogopa? Au unaogopa kumuuliza una wazee kwa sababu unaona yeye ndo mzee mwenyewe? Muulize tena una wazee. Mwambie jizungushie wazee. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakwenda kwa pamoja watumishi wa Mungu. Kuna mtu unanielewa? Nguvu za kiakili. Mahali pengine Samueli wa pili 14 mstari wa 20. Samueli wa pili 14 mstari wa 20 tunaye Daudi. Daudi Biblia inasema alikuwa na akili kama malaika wa Mungu. Daudi moja ya nguvu yake. Ndio maana Daudi anamzaa naye Sulemani. Sulemani sio kafikiri zile akili, hata kujua cha kuomba anapatia mpaka Mungu anamwambia umeomba hivi, nilitegemea utaomba hivi. Wakati mwingine pia anayekuzaa inamata wewe utakuwa nani baadaye. Ndivyo hata mambo ya kiroho yalivyo. Elia anamzaa Yohana. Elia anaishi majangwani, anakula nzega na asali. Ndivyo na Yohana Mbatizaji anavyoishi. Alirithi your spirit. Ndio tabia zake zilikuwa hivyo hivyo. Anaishi majangwani. Hasira zile zile alizokuwa nazo Elia ndo anazo na yeye pia. Vita vile vile na viongozi, anamsema Herode anamsema mke wa Herode ambaye alikuwa anatoka na mwanaume mwingine, na hiyo ndio iliyosababisha akaja akakatwa kichwa. Adhabu ambayo Elia alitakiwa afanyiwe kule na Yezebeli. Yezebeli aliapa kumkata kichwa. Na kwa tafsiri nyingine, adui wa baba yako ni adui yako. Usipokuwa makini alipokuamia yeye, usipokuwa makini unaweza ukakwamia na wewe hapo. Ndio maana fuata mtu mwenye matokeo. Ni vizuri sana. Basi hana matokeo lakini amejiambatanisha na mtu mwenye matokeo basi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Anasema mtumwa wako Yoabu ameyatenda haya ili kubadili uso wa jambo hili. Na bwana wangu, hapa alikuwa anamwongelea Daudi, anasema anayo akili. Sema anayo akili. Unajua hawa ni watu walikuwa wanafanya kazi chini ya Daudi. Wana uhakika kwamba bwana wao, kiongozi wao. Vipi wewe sasa wale watu unaowaongoza wanaona unayo akili? Au wanasema tu Mungu saidia. Baba tokea. Usipotusaidia hapa tumeangamia. Naenda kanisani kutoa shirika wanakuambia baba mpe mchungaji wetu akili, kuna mawili. Whether hauna au uongezewe. Sijasema kwamba nimesema tu mimi nimesema tu kwa mfano. Kwa mfano, unakuta mtoto wako anakuombea Mungu mpe babangu akili. Msitopishe kwanza, muulize unamaanisha aniongezee akili au sina akili? Anasema bwana wangu anayo akili kama akili ya nini? Ya malaika wa Mungu. Maana Daudi alikuwa na akili kama malaika. Kwa tafsiri ni kwamba chochote ambacho malaika anaweza kufanya kwa uwezo wake wa ufahamu na akili. Malaika ni viumbe wenye uwezo wa juu sana. Angalia mmoja wapo ya malaika ni Shetani. Mavumbuzi yote ya giza unayoona duniani ni zao la akili alionayo Shetani, ambao alipewa na Mungu. Na huyo ni malaika alianguka. Achana wale ambao wamekaa kwenye uwepo wa Mungu. Na kadri unazidi kukaa kwenye uwepo wa Mungu, Biblia inasema pumzi za Mwenyezi huwapa watu nini? Akili. Maana yake Mungu hapumui carbon dioxide. Mungu anapumua akili. Unavozidi kukaa naye karibu, unazidi kupokea nini? Akili. Kwa hiyo malaika hata wale wanapotokea, kama ukitokea mbele za uwepo wa Mungu unaongezeka toka nguvu hata nguvu, ndivyo ilivyo pia. Ukitokea mbele za uwepo wa Mungu unaongezeka akili hata akili. Maana muamini Bwana utatoka na akili mpya kwenye ibada katika jina la Yesu. Nasema utatoka na hekima mpya kwenye ibada katika jina la Yesu. Utatoka na akili mpya kwenye ibada katika jina la Yesu. Anasema hata ajue mambo yote ya duniani. Maana yake malaika anajua mambo yote ya duniani. Nini utamwambia? Malaika anajua mambo yote ya duniani. Wewe unaona leo ChatGPT ni kama vile ana akili kuliko malaika. ChatGPT ana akili kuliko malaika. Ajui kila kitu. In fact nenda kamuulize ChatGPT habari zangu. Anaweza kukutajia chache. Na hizo ni ambazo amepewa na watu. Anasema akili ya malaika maana yake ni akili ya kujua mambo yote ya duniani. Daudi alikuwa anajua kuhusu mambo yote. Peleke kwenye masuala ya kufuga, yupo. Peleke kwenye masuala ya leadership, yupo. Na anaongoza watu, ni mfalme. Mpeleke kwenye masuala ya praise and worship. In fact ni miongoni mwa watu ambao wametengeneza vifaa vingi vya kusifu na kuabudu, ambavyo mpaka leo tunavitumia. Hiyo akili wewe unaiweza? Mpeleke kwenye vita, anajua afanyeje. Yupo.
Wapi sasa ambapo utamwondoa? Wapi sasa? Wapi sasa? Wapi sasa ambapo mimi moja ya kitu kinaniuma sana ni pale ambapo naona watu wenye akili wanachukuliwa na ufalme wa giza, wanatumika kwa ajili ya kufanya kazi za kuzimu. Naona watu wanatengeneza leo vitu vya ajabu. Tengeneza vifaa vya kuzinia, yani vifaa vya kuzinia, kwamba unanunua huyo mdoli, wewe unakuwa unakaa naye nyumbani, hauna haja ya kuoa. Mwanamke atakupa stress. Hauna haja ya kuoa, mwanaume atakupa stress. Huu ni shetani huu. Ila sasa hao watu wenye akili sio kwamba shetani ndio amewapa hiyo akili. Ni Mungu aliweka ndani yao hiyo akili. Ila sasa shetani akakichukua akajimilikisha. Kama ambao aliwaiba malaika wengine wa Mungu le mbinguni, ndio wao anaiba na watu wengine ambao Mungu amewatengeneza. Danieli sura ya 5 mstari wa 11. Mwangalie Danieli alikuwa ni kijana lakini pia ana nguvu za kiakili. Nguvu za kiakili maana yake nini? Unakuwa ni mtu wa masuluhisho. Ukipewa jambo unajua ufanyeje mpaka ulete matokeo. Naomba tusome kwa sauti, anasemaje? 1 2 3. Yuko mtu katika ufalme wako ambaye roho ya miungu watakatifu inakaa wapi? Hiyo roho ya miungu watakatifu wa jamaa walikuwa ni wanani tu, hawataka kusema Roho Mtakatifu. Hawataka kusema Mungu, wanasema miungu kwa sababu wao pia walikuwa na miungu yao wanayoabudu. Kwa hiyo wanataka wamchukue Mungu wetu kama miungu yao. Lakini hapa ni kwamba huyo Danieli alikuwa na Roho Mtakatifu ndani yake. Danieli kwenye kizazi kile alichokuepo, Roho Mtakatifu alikuwa atembeagi ndani ya watu. Ila yeye Roho wa Bwana alikuwa ndani yake. Kingine ni kwamba anajaribu kutuonyesha kwamba watu wa Agano Jipya tunapaswa kuwa kama Danieli na kuzidi. Kwa sababu sisi ndio hekalu lake. Anakaa ndani yetu. Hatujamuomba. Yaani siku ulipompokea Yesu tayari ulifanyika makao yake. Akaanza kukaa ndani yako. Halafu anasemaje? Na katika siku za baba zako nini kilionekana? Anasema nuru na nini? Ufahamu na nini? Na hekima zilionekana ndani yake. Kuna njia mbili za kupima akili, hekima au ufahamu wa mtu. Njia ya kwanza, angalia anachoongea. Kuna mtu anaweza kaongea kusema kumbe jamani mjinga, sikujua aisee. Ndio wengine wakasema mpumbavu akinyamaza anahesabiwa kuwa na nini? Na hekima. Pumbavu akinyamaza anahesabiwa kuwa na hekima. Njia ya pili ilikuwa kuona mtu anavyofanya. Anafanyaje mambo yake? Bila anasema Mungu kwa hekima amefanya vitu vyote. Kuna namna mtu anafanya vitu unajua kabisa huyu ni mtu mwenye hekima. Kwa hekima amefanya vitu vyote. Zaburi 111 mstari 110 mstari wa ngapi pale? Wa 20 24. Moyo uliopondeka utazarau, ni kiu yangu, ni haja yangu, nifanane nawe. Ni kiu yangu, ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka utadharau. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka utadharau. Nifanye kama wewe, unifinyange, nifanye kama wewe, unifinyange. Naomba niendelee.
Aina ya tatu ya nguvu nikakwambia ni nguvu za mwilini, physical strength. Na Mungu anaweza akampa mtu nguvu za mwilini. Wakati fulani niliwahi kufunga fungo, ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuvuka siku 4 kavu kwenda juu, na ilikuwa nikifikaga siku 3 au siku 4 na kuwa niko hoi bin taban. Yani hivi hata ukinisemesha ukanichekesha nikikusupport nimeweka tu Yani unajua wewe hujawahi kujua hata kucheka na kuongea sana kunatumia nguvu nyingi sana. Funga ndio utajua. Funga siku 3 kavu. Watu wakisemesha kitu ni na wakati mwingine unabidi tu unyamazi sasa, usiongee chochote. So nilikuwa nakuaga hoi sana, kiasi kwamba nikichelewa kufungua nahisi kama nataka kufa. Siku moja nikawa nimelala, wakati ndo mara ya kwanza nataka kufunga mfungo wa kuvuka pale, nikapata hilo wazo la kufunga. Alafu bahati nzuri siku hiyo ya kwanza naanza kufunga ilikuwa ni siku ya retreat. Kwa ile siku ya kwanza ilikuwa ni siku ya retreat. Kwa hiyo nikaenda na hiyo retreat ndio retreat yangu ya kwanza mimi kuwahi kuja. Ilikuwa wakati hiyo retreat zilikuwa zinafanyikia nyingine Dodoma. Zilikuwa zinafanyika Dodoma. So ilikuwa pia ndio mara yangu ya kwanza kukutana na baba. Na zile retreat zilikuwa zinafanyikia Dodoma. So ile day 1 retreat zilikuwa zinakaa siku 4. So day 1 nikafunga. Ikafika jioni, nilikuwa sina mpango wa kufunga zile 6 kavu. Ila nijisikia tu msukumo siku hiyo wa kufunga. Day 1 nikafunga. Day 2 nikafunga. Sikufungua jioni, na jioni nilikuwa nina nguvu sana. Day 3 baba kwenye ibada akiwa anafundisha asubuhi akaita watu wanaotaka kufunga kuvuka kwenda viwango fulani vya siku. Unajua ile siku baada ya baba kuniombea ilikuwa ni kama vile tumbo la njaa lilipotea. Nikawa sisikii njaa tena. Day 4 nina nguvu. Na muda wa kucheza na kusifu nipo. Day 5 nina nguvu. Day 6 tena day 4 kama ilivyoisha, day 5 nina nguvu nimeendelea, day 6 nina nguvu nimeendelea. Ilipokuwa inataka kwenda day 7, siku hiyo nikajikoroga kwa sababu nilikuwa na nguvu nilikuwa najiamini mpaka nimepitiliza. Nikaenda kumsaidia rafiki yangu mmoja kufanya kazi dukani, kubeba mabox kupanga. Day 6 nilikuwa najiamini, nimeombewa, sisikii njaa, nasikia nina nguvu za ajabu. Yaani hata ungeniambia nipigane na wewe na hisi ningeweza kupigana na wewe. Ila pale ungenigusa pabaya ndio ningegundua sina nguvu. Nikapanga maboksi we. Nikashangaa baada ya muda naanza kusikia kizunguzungu. Nikaona hii kizunguzungu si kama kichina. Nikakaa kwanza chini. Na ningechelewa kukaa chini ningeanguka. Nikagundua nilijiamini kupitiliza mpaka nikaenda kufanya kazi nikiwa nimefunga 6 kavu. So hali wakati ilikuwa kama saa 8 mchana. Ikabidi rafiki yangu anitengenezee mazingira nifungue kwanza. Lakini nilifungua sio kwa sababu yani na uhakika ningekaa ndani niendelee kusoma neno na kuomba. Day 7 hiyo hapo. Hata day 8 nilikuwa naiona hiyo hapo. Yani nilikuwa na nguvu za ajabu hujawahi kuona. Luka 22 mstari wa 43. Luka 22 mstari wa 43. Naomba tusome kwa sauti pale, anasemaje? Anasema malaika kutoka mbinguni akafanyeje? Akamtokea. Akafanyeje? Akamtia nguvu. Unajua wakati Yesu anatiwa nguvu, rudi mstari unaofuata, rudi mstari wa juu. Rudi tena mstari wa juu. Hapa ni wakati ambao walikuwa wanaomba. Biblia inasema mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe. Akapiga magoti akaanza kuomba. Akaomba mpaka nguvu zikaisha za mwilini. Yaani hizi ni nguvu za mwilini. Zikaisha. Biblia inasema malaika akamtokea, akamtia nguvu. Hizi ni nguvu za mwilini. Unatiwa nguvu kiasi kwamba unaanza kuona hii sio tena kwa wewe. Yaani sio tena wewe. Sio kwa sababu ya umekula au ujala. Angalia alivyotiwa nguvu mstari wa 44. Na huu wakati alikuwa anawaambia wanafunzi wake roho iko.
lakini mwili ni dhaifu. Wanafunzi wake walikuwa wameishiwa nguvu kwa sababu ya huduma na nini, wamelala, wamedosi, wamechapa usingizi. Ila Yesu bado anaomba, na alipofika mahali katika kuomba akawa amechoka. Anasema alivyotiwa nguvu, anasema naye vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba. Hari yake, maana yake jasho hilo, ikawa kama matone ya damu yakidondoka chini. Alitiwa nguvu za mwilini. Nimewahi kufanya huduma. Nakumbuka tulikuwa na mwalimu hapa na Pastor Ima, alikuwa anaendesha kwenye bodaboda. Kwa siku, kuna siku moja niliwahi kufanya ibada 4 ndani ya siku moja. Yaani unaenda hapa ibada, unaenda hapa baadaye ibada, unaenda pale baadaye ibada, na tukamalizia na mkesha. Kuna saa ilifika wakati wananibeba kwenye bodaboda tunaondoka, roho iko radhi ila mwili hoi. Kiasi kwamba nikawa nawaambia jamani, hamna namna tunaweza kufanya hapa kwenye pikipiki, nifanye hata namna hivi nijiegese hivi nilale wakati tunaenda. Nikagundua watu wa Mungu, kuna wakati unaona hata wazee wetu wengi wa imani, ule upako upo, neno lipo, ila akisema uhubiri hivi masaa mawili hawezi. Na Biblia inasema mkumbuke Bwana siku za ujana wako, kwa sababu ni siku ambazo Mungu anatarajia uwe na nguvu za mwilini, physical strength. Sasa hivi hapa, hata kama sasa hivi hapa, muangalie mtumishi wa Mungu mzee E.A. Adeboye. Muangalie yule mzee, neno lipo, upako upo, lakini kuna muda sasa hivi anahubiri akiwa amekaa, wanamwekea kiti, anahubiri akiwa amekaa. Open your Bible. Anahubiri, na sio kama anahubiri akiwa amekaa, yaani ndani yake anaweza akawa ana shauku, lakini mwili mzee unakwambia hapa ndo umefikia mwisho. Man of God, hapa ndo umefikia mwisho. Sasa hivi una nguvu, unatumiaje nguvu zako za mwilini? Unatumia kuongea sana, kupiga umbea? Unatumia nguvu zako za mwilini kwenye dhambi? Unatumiaje hizo nguvu zako ulizopewa sasa hivi? Hebu nataka ujiulize kwa dakika chache. Hizi nguvu sasa hivi ambazo unazo, ambazo kuna mzee mchungaji wetu mmoja wa kanisa letu kule Chanika, anaitwa Pastor John Juma. Anakaa miaka 50 ngapi sijui pale. Yule mzee kuna wakati tulikaa naye akaniambia, nikawa nasikia anasema, mimi natamani sana ningekuwa na mwili kama wa kwenu na umri kama wa kwenu, na nikajua hiki ambacho nakijua sasa hivi. Maana kwake ni kama imesha kuwa late. Kuna wakati anajisikia kupush. Unakuwa tuko kwenye maombi ya wachungaji, labda ni masaa 4, kata ya tarabara. Unaomba, unafika mahali yeye kinachobakia ni sauti. Na hata sauti itafika mahali wewe mwenyewe uwezo kumlaumu. Unajua kabisa ule mzee, japo ile mzee ana bidii sijawahi kuona, hasinzii ategei. Lakini kuna wakati umri mwili, haya, pastor, kadri ya siku zangu ndivyo zilivyo nguvu zangu. Haya, sikatai, kamata maandiko, lakini uwe na hiyo hekima pia kwamba kadri siku zinazozidi kwenda, inawezekana na nguvu zako za mwili zikawa zinazidi kupungua. Inawezekana. Unatumiaje hiyo fursa? Unatumiaje hiyo fursa? Mwingine anatumia hiyo fursa kuongeza mchumba mwingine. So alikuwa na mchumba mmoja, anaongeza mchumba mwingine. Sasa hivi anao 5. Na wote yani amewapanga kama wachezaji wa Argentina. Hapa nikijisikia kwenda speed na mpasia Messi. Nikijisikia sina mudi leo sana na mpasia nani huyo, sijui nani huyo. Nani huyo? Weka jina lake. Vijana wengi unakuta sasa hivi wanasifiana, mimi nimeshalala na mademu 20. Wewe unaniambia nini bwana? Hapo unajua wanaona ni sifa Sasa hizi wewe unatakiwa useme mimi hapa nilipo unaniona, nimeshavuna nafsi 7,000 kwa ajili ya Kristo. Nishahubiri masoko yote ya Dar es Salaam. Na sio unasema kujigamba, ni unaelezea jinsi ambavyo unatumia nguvu zako na muda wako. Nilijiwekea maono bwana 2022 wakati naelekea mwishoni mwa mwaka. Yale maono yalianza 2023 mpaka 2025. Nikamwambia Mungu, kwenye miaka 3 nataka niwe nikuvunia nafsi 10,000. Sikufika, lakini nahisi nilipiga hatua. Siku na wengine huko kwenye mtandao huko ataokoka kupitia video yako huko na hautajua hata kutumia hata message. Unatumiaje nguvu zako? Sasa hizi huko kijana unalalala, finali uzee. Utakuwa unapigia watoto wako simu. Yaani ni kubadilisha. Leo unampigia Margaret, baadaye unampigia John, baadaye unampigia Joshua. Ni kubadilisha. Yaani mtoto huyu, na utakuwa unalalamika sana kwa sababu kuutumia ujana wako vizuri kuwekeza.
Daudi kwenye ujana wake alijenga mashujaa. Alipokuwa mzee, mashujaa walikuwa wanampigania. Anaingia vitani bila sema anapigana, nguvu zinaisha, anataka kuuawa, mashujaa wanamsaidia, wanampigania. Wewe unafanya nini sasa hivi na nguvu zako? Unafanya nini sasa hivi na muda wako ulionao? Mungu leo akikwambia anakuchukua, ni jambo gani ambalo utampa Mungu kama sababu kwa nini akuache duniani? Na je, hilo jambo ulishindwa kulifanya wakati ambao ulikuwa nao kabla hajaja kukuchukua? Okay. Nimalizie tu kipengele cha mwisho. Kwa nini nguvu za Mungu ni za muhimu? Kwa nini nguvu za Mungu ni za muhimu? Kwako kama kijana unataka kutembea na nguvu za Mungu. Kwa nini nguvu za Mungu ni za muhimu kwako? Bwana Yesu nisaidie. Nitumie nguvu ulizonipa za kiroho, za kiakili, za kimwili kwa ajili yako na kwa ajili ya ufalme wako kwanza. Nisaidie. Kwa nini ni muhimu? Tembea na hizi nguvu za Mungu. Jambo la kwanza, nguvu za Mungu zitakusaidia kuliishi kusudi lako. Hakuna namna unaweza ukaanza kuliishi kusudi kama hutaanza kutembea kwenye nguvu. Yoyote ambaye Mungu amempa wito na amempa kusudi, unaweza ukaandika hili jambo. Kusudi ni jambo kuu, kwa hiyo linahitaji watu wakuu. Kusudi ni jambo la nguvu, kwa hiyo linahitaji watu wenye nguvu. Maana yake watu walio dhaifu ni watu ambao hawawezi kuliishi kusudi, hawawezi. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Luka sura ile ya kwanza, huyu ni Yohana Mbatizaji. Luka sura ile ya kwanza ule mstari wa 17, huyu ni baba yake Yohana, anapewa taarifa, anaambiwa mtazaa mwana, huyo mtoto mtamuita Yohana. Anasema ule mstari wa 17, Luka 1:17, anasema naye atatangulia mbele zake, mbele za Bwana Yesu, anatangulia katika roho ya Elia na nguvu zake. Maana yake bila hizo nguvu hawezi kulishi kusudi lake. Anasema akitangulia katika roho ya Elia na nguvu zake, ndio ataweza kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, na ataweza kuatilia waasi akili za wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Hakuna nguvu, hakuna kulishi kusudi. Ile anasema kwenye Luka hiyo sura ya kwanza ule mstari wa 80, baada ya Yohana kuzaliwa, Yohana akahamia jangwani. Anasema huyu mtoto akakaa majangwani, na akiwa jangwani anasema akaongezeka nguvu za rohoni. Akakaa, wakati anaongezeka nguvu mpaka siku ya kutokea kwake. Hautokei bila power, hautokei bila nguvu za Mungu. Angalia, ni Bwana Yesu ana wito mkubwa. Mungu amemwita kufanya mambo makubwa. Ana kesho ya utukufu amepangiwa mbele yake. Ana mabilioni ya watu ambao wanapaswa kugusa maisha yao. Lakini Biblia inaniambia kwenye Luka sura ya 4 ule mstari wa kwanza, Yesu anaongozwa na Roho wa Bwana akwenda nyikani, mahali ambapo Yohana pia alipelekwa ili akakusanye nguvu za Bwana. Akiwa kule nyikani, akiwa anafunga na kumtaka Bwana, Biblia inasema kwenye Luka sura ya 4 ule mstari wa 14, anasema Yesu akarudi kutoka jangwani, akasema akarudi kwa nguvu za Roho. Maana yake aliporudi na nguvu za Roho, ndio maandiko yanasema hapo habari zake, habari za kusudi lake, habari za wito wake, habari za huduma yake, habari za maono aliyokuwa nayo. Anasema hizo habari zikaanza kuenea kwenye nchi ya Galilaya na kando kando ya nchi ya Galilaya. Luka 4 mstari wa 18, Yesu anaingia hekaluni, mahali ambapo alilelewa, na safari anaingia kitofauti. Anaambia Roho wa Bwana yuko juu yangu, naye amenipaka mafuta. Bwana yuko juu yangu, amenipaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu. Na nikipaka mafuta kwa Roho na kwa nguvu, anasema ndio ninaweza kuhubiri na kuhubiria maskini habari njema. Hakuna power, Yesu anaendelea kuwa seremala. Bila power utaendelea kuwa mtu wa kawaida ambaye familia yako alikuzoea hivyo. Unahitaji power kwa jina la Yesu. Mariamu anapelekewa taarifa na malaika wa Bwana. Hii ni Luka sura ya kwanza ule mstari wa 34, anaambiwa utazaa. Mariamu anauliza, jambo hili unaloniambia, wito huu unaoniambia, kusudi hili unaloniambia, mambo haya unayotaka niyazae, yatawezekanaje? Malaika anamjibu mstari wa 35, anasema Mariamu usiogope, maana Roho wa Bwana atakujilia juu yako. Na haishi hapo, anasema na nguvu za aliye juu
zitakufunika kama kivuli. Ni kweli umeitwa, sikatai, lakini namna ya kuzaa wito wako inahitaji power. Samsoni anazaliwa akiwa na wito wa kulikomboa taifa la Israeli atoka kwenye mikono ya adui zao. Biblia inaniambia Samsoni alivyozaliwa, Waamuzi 13 mstari wa 25. Waamuzi 13 mstari wa 25. Samsoni anasema, Biblia inasema Roho wa Bwana akaja juu ya Samsoni, akaanza kumtaharakisha, maana yake akaanza kumwendesha. Na alipoanza kumwendesha, Waamuzi 14 mstari wa 6, Roho wa Bwana anakuja juu ya Samsoni kwa nguvu. Na hapo Roho wa Bwana akija na akaja kwa nguvu, hawi tena Samsoni, anakuwa mwokozi aliyeitwa na Bwana. Akapasua simba kama anampasua mwanambuzi. Wito wako ni wa kweli, wala sina mashaka nao. Zile ndoto ambazo umekuwa unaota ni za kweli, hazidanganyi, wala sina mashaka nazo. Hayo mambo unayosema Mungu amekuambia ni ya kweli, hayadanganyi, wala sina mashaka nayo. Lakini ulichokosa ni kitu kinaitwa power, ni kitu kinaitwa nguvu, na nguvu za aliye juu. Hakuna namna utauendea wito wako, hakuna namna utalizaa hilo kusudi bila kuwa na nguvu za Bwana. Luka 24 ule mstari wa 49, Yesu anawaambia wanafunzi wake, akaeni humu mjini Yerusalemu, najua wito mnao, najua huduma unayo, najua maono unayo, lakini anawaambia kaeni huku Yerusalemu. Maana yake nini? Wakae mahali pa maombi. Anasema wakikaa mahali pa maombi watavikwa uwezo utokao juu. Kwa Kiingereza anasema you shall be endued with power from on high. Kuna nguvu kutoka juu itakushukia. Matendo 1:8, Yesu anarudia tena, anawaambia mitume, nanyi mtapokea nguvu kama mtakaa, mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Halafu anasema nanyi mtakuwa. Hicho ambacho Mungu amekuambia hautakuwa bila power. Yohana 1:12, wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Hautakuwa mhubiri unayesema umeitwa, hautakuwa mfanyabiashara, hautakuwa kiongozi. Hakuwa inahitaji power. Anasema wakapokea uwezo wa kufanyika. Unataka kufanyika nini? Unataka kufanya jambo gani? Inahitaji power, inahitaji power. Unaweza ukaanza kuzungumza na Roho wa Bwana, ambie Roho wa Bwana nipe power. Sababu ya pili, kwa nini unahitaji nguvu za Mungu? Unahitaji nguvu za Mungu ili uweze kuzishinda nguvu za giza. Bila nguvu za Mungu hautazishinda nguvu za giza. Luka 10 ule mstari wa 19, Yesu anawaambia wanafunzi wake, anasema tazama, nimewapa amri. Amri maana yake ni power, amri maana yake ni mamlaka. Anasema tazama, I have given you power. Nimewapa nguvu ya kukanyaga nyoka na nge, kumkanyaga shetani. Ni kwa power, ni kupitia nguvu. Wenye nguvu hawagaragazi kwenye mavumbi, wenye nguvu wanajikunguta na wanafungua vifungo vyao. Hakuna namna utafungua vifungo vya giza kama una nguvu za Bwana. Mwambie Roho wa Bwana nisaidie. Hakuna namna utashindana nguvu za giza kama una nguvu inayoitwa nguvu itokayo juu. Mitume walianza kutoa pepo kwa namna isiyokuwa ya kawaida, maana wamepokea nguvu kutoka juu. Wanaotaka kushindana na shetani hawamuombi, shetani haombwi, shetani habembelezwi, shetani anakanyagwa, shetani anaamrishwa, na watakaomwamrisha ni watu wenye power. Mwambie Roho wa Bwana nipe nguvu zako. Mwambie Roho wa Bwana nipe uweza wako. Unahitaji nguvu, mwana wa Mungu. Yesu alipokuwa anaelekea msalabani maana yake nini? Hakushindana na shetani. Anasema malaika kutoka juu akaja akamtia nguvu. Unahitaji kutiwa nguvu. Zungumza na Bwana, omba tena kwa bidii, zungumza na Bwana.
manta ya kataya rekada bada basaya manda ya katoria rikada baba basanda ya kataya nama lakada baba babaya ekanda da basadia rekada bada basanda ya kataya ndarabo rekada baba sana. Unasema una maono makubwa, mwambie Roho Bwana nipe nguvu. Mimi ni kama Mariamu, nimebeba jambo kubwa, nimebeba hatima kubwa, nahitaji nguvu. Ukienda kule leba, wanawake walio leba wanaambiwa push, na ukipush hakuna kitu kinazaliwa. Maana yake huwezi sukuma kama una nguvu. Mwambie Roho Bwana nipe nguvu. 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 Nguvu zinakusaidia nini? Jambo la tatu, mantaya rakadaba sanama yakatayanda radaba masadaba gadaba. Nguvu zinakusaidia utembee kwenye baraka zako za kiroho. Hakuna anayetembea kwenye baraka kama hana nguvu. Mathayo 11:12 anasema ufalme wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni maana yake nini? Ni baraka za mbinguni, ni mema ulioandaliwa, ni mambo mazuri ulioandaliwa. Anasema unaweza ukatembea kwenye hizo baraka iwapo umepokea nguvu. Zungumza na Roho Bwana, mwambie nakataa maisha ya laana. Yakobo anang'ang'ana na malaika, anamwambia malaika nibariki. Baraka ni kung'ang'ana. Baraka lazima ujue kung'ang'ania. Baraka lazima ujue kung'ang'ania. Zungumza na Bwana, zungumza na Bwana. Anza kuomba kabili, mwambie Roho Bwana nipe nguvu. 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 Nipe nguvu za rohoni. Nataka kuongezeka nguvu za rohoni. Nipe nguvu za kiakili. Roho Bwana nipe nguvu. Sadabakataya yakadarana masaya manta yakaparia rekanda radaba sanama manda yakadadabo rekadabadaba yanama masana makaya rekanda masanda yakatayanda rabo o kaya mana masadia rekadabadadaba. Fungua kinywa chako, omba. Sanda rakataya yantayanama rakadabadabadaba. Yeswe nipe nguvu. Yeswe nipe nguvu. Kapariada basanda rekadada basaya mantayana masaya. Unaweza ukaja hapa mbele ukatafuta mtu mmoja mkashikana mikono hapa. Hatukashikana mikono hapa, hatumwambie Roho Bwana tunataka nguvu. Unaweza ukaja hapa mbele, hatumwambie Roho Bwana hatunakataa kawaida, hatunataka power, hatunakataa unyonge, hatunataka nguvu, hatunakataa uzito, hatunataka nguvu. Anza kuomba kwa bidii, anza kuomba kwa bidii, anza kuomba kwa bidii. Shanda makadabo yakadabadabasaya manda yakaparia rekadabakatoria mantayanama arikadabosia yekoriananaya ayekadabasanda randaradaba. Nitakuwa kijana wa aina gani bila nguvu zako? Amesema atakeni nguvu zake, atakeni nguvu zake, atakeni Bwana na nguvu zake. Mwambie Baba nipe nguvu. Empower me Holy Ghost, empower me. Roho Bwana wewe ni roho uweza. Hayata yadabo santa yadabo ranta yagadabo rekadaba yadia akapa yadia rakana makoria yadabadabadabade rekadabadabadabo yakabadabadaba. Nakataa kuangalia wengine. Usimwangalie jirani yako, usimwangalie jirani yako. Yakatara lekadabadabo rakadamanaba yakaparadado lekedebadabo. Pasuka kwa ndimi, nena kwa sauti, nena kwa sauti, nena kwa sauti. Shana makadabo rekadadabaya manda yakataya. Waliokataa kuondoka kitupu
nena kwa sauti, nena kwa sauti. Shayada lado bada bade bada ba rekanda dada basadia yanta yakabaradia rekada dada basanama makada basanda rekakato lekaria zetekete rikadabo yakapai zekapelia brakatapaya rakapaya kato rakadabadabadaba. Uliyemsaidia Samsoni nisaidie na mimi. Hariadabo hariadabo hade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 a hadedededededededea hadedededededededea hadededededededea hadededededededea ranana masanda yakadabada basaya manta yakaparia rikada bakataya yekanda bakatoria. Omba kwa bidii tena. Huu ndio msimu wako. Haya ndio majira yako. Haya ndio majira yako. Na nikwambie, haya ndio majira yako. Unajichelewesha mwenyewe. Majira yako yanakuja kama nguvu imekuja. Watu wako wanakuja kama nguvu imekuja. Yada basaya rakadadadaba. Ile huduma ya uponyaji inahitaji roho ya uweza. Shadabadabade rekanana masaya. Huo uchumi wako unahitaji nguvu. Yakapaya rakatoria yakadaba masanama rakatakato yakatekepa rakatekepa rakatekepa ladabadabadabadaba rakadabadabadabadaba rakadabadabadabadaba rakadabadabadabadaba. Ni kwa ajili ya watu walioamua, ni kwa ajili ya watu walioamua. Usiombe kilegelege. Ni kwa ajili ya watu walioamua, ni kwa ajili ya watu walioamua. Shadabada 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 rakadaya yakaradaba rekananama yanama sanama ayakatoriadaba rekadadaba sanama. Ogelea kwenye nguvu za Bwana, ogelea kwenye nguvu za Bwana. Kilindi kinapigia kelele, kilindi nawaita kilindini, njoo sharia rantaya hayakaradabo shadabagadabadada rakana mama yakarabarabadaba yakana mama shadabadabadabo rakadabadabadaba ya badada. Yeswe 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 Shania Yekoria 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 Harananaya Halabaradaba Halabaradaba Yadadadadadia 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 Randadadadaba Yandabababa Randarabababa Yakadadabaya. Hiyo hapo, hiyo hapo, hiyo hapo, hiyo hapo, hiyo hapo. Ile nguvu uliyokuwa unaitafuta, ile nguvu uliyokuwa unaitafuta. Zamia, 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 zamia kilindini, zamia, zamia, zamia. Haya, haya manana masanama, yakanana masana, rakadabarabasaya, yanta yakapariadaba, rekananama. Naisikia nguvu hapa, naisikia nguvu hapa. I feel that power. Naisikia hiyo nguvu, naisikia hiyo nguvu, naiona hapa, naiona hapa. Kuna watu wanaivaa, kuna watu wanaivaa, kuna watu wanaivaa, kuna watu wanaivaa, kuna watu wanaivaa. Nguvu ni vazi, nguvu ni vazi, nguvu ni vazi. Mandarabadabo, mandarabadabo, mandarabadabo. Haya ya kuwa maneno tu. Roho Bwana ametujilia. Baptize us. Roho Bwana tubatize. Hatuzamishe, hatuzamishe, hatuzamishe. Shanda bada 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 ba.
Endelea kunena kwa lugha. Endelea kunena kwa lugha. Endelea kunena kwa lugha. Roho yako inaamshwa. Endelea kunena kwa lugha. Na kuona rohoni umebadilika. Sio yule uliyekuja kwenye ibada. Wewe umevaa vazi la nguvu. Na kuona unabadilika. Na kuona unabadilika. Yesu we. Yesu we. Yesu we. Zatayada barada rakanda basaya mantayada baka rekanda rada masaya ayatayada raba yatayada. Nisogeze kwenye kilindi cha nguvu zako. Ramada bakaya yakanda radaba ekanda masandama yakatoriadaba rekanda masanda ayaparanamaya yakadadabayanaba 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 yanamakanama yakaparadabadabo ranamasanama yekadabadabasanda. Wale wenye shauku wanakunywa nguvu. Wale wenye shauku wanalewa kwa roho. Wale wenye shauku wanalewa kwa roho. Wanalewa kwa roho. Mwambie Baba, Baba, nizamishe hapo na usiniondoe. Nizamishe hapo na usiniondoe. Nipeleke hapo na usiniondoe. Hadadabasanama yakadadabasanama rakananamasanda yekadadabasaya yekadadabasaya yekadadabasaya. Yesu, Yesu, mbona umesema unawapa nguvu wale wakungojao? Hapa amepatikana aliyekungoja kwa nguvu, amepatikana mahali hapa. Mjaze, mjaze, mjaze. Shana makadaba, shana makadaba, shana makadaba. Roho wa Bwana ananiambia ya kwamba kuna neema zinaamka tena. Hakuna watu mlikuwa na maono, mlikuwa na uwezo, ulikuwa na uwezo wa kusikia na ukasikia sauti ya Mungu. Anaamsha tena, anaamsha tena, anaamsha tena. Ulikuwa na uwezo. Hayada, hayada bakaya yakana makadabo rekada badabasaria yantoria makaya rekanda rababoria iparada basaria ikamada bakaya yekapa abababababo 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 impababababo rabaranda baraba shandabaya kataya rekadabadabaya. Mungu atajisazia, atajisazia wewe katikati ya wengi. Mungu atajisazia wewe. You are a chosen vessel. Ni chombo kilichochaguliwa, ni chombo kilichochaguliwa. Shana makai rekataya ikataya mantayanaba rantayanaba rekedaba rekedaba rekedaba. Ilikuwaje kwa Mariamu iwe na kwako? Ilikuwaje kwa Mariamu iwe na kwako? Yana makaya, yana makaya, yana makaya likopayada. Uvae vazi, vazi la nguvu. Uvae, uvae. Macho yako yavae. Ukiwaangalia pepo watakimbia mbele yako. Mikono yako ivae, ivae vazi la nguvu. Ukikwekea watu mikono, magonjwa yawaachie. Miguu yako ivae, ivae viatu vya nguvu. Unapokanyaga nguvu zikanyage. Yakadabadaba rantayana masaya yekadadabasanda rakatoria 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 kana makaria rekadabadaba rikatapa 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 shatayadaba rekanamaka. Ele kuomba tukabidi, ele kuomba tukabidi. Shadia nama. Nani aliyesema ya kwamba huwezi kutembea na nguvu za Mungu? Hakuna. Wewe unaweza, wewe unaweza. Na hii ndio saa yako, na hii ndio saa yako, na hii ndio saa yako, na hii ndio saa yako. Maneno yako kuanzia leo hayatakuwa ya kawaida tena, yatatembea na nguvu, yatatembea na nguvu. Hiyo hapo, hiyo hapo,
hiyo hapo, hiyo hapo, hiyo hapo. Shenemara rekanamaya mantayadabo rapoko rekapoya 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 rantayanaba mantayadaba rantayanaba mantayaka ayaya kakakaka. Hizo nguvu za giza kwenye ukoo na kwenye familia, pasuka, achia, pasuka, achia, pasuka, achia, pasuka, achia. Mwacheni aende, mwacheni aende. Hakuna wa kukuondoa hapa. Wewe endelea tu kuomba. Wewe endelea tu kuomba. Usikubali mtu akuondoe hapa. Usiwe na haraka, usiwe na haraka. Usiwe na haraka kuondoka weponi mwake. Usiwe na haraka. Recharge your spirit. Recharge your spirit. Anasema I can renew your strength. Ambe Baba, nguvu mpya. Nguvu mpya Yesu nataka. Nataka nguvu mpya. Nataka nguvu mpya. Nataka nguvu mpya. Shadabadabadabadabadaba. Nataka nguvu mpya. Yesu. Nataka nguvu mpya. Umesema unaweza ukanipa nguvu mpya nikapaa juu kwa mbawa kama tai. Nataka kwenda juu. Nataka kwenda juu. Nataka nguvu mpya. Umesema nitakwenda kwa miguu wala sitachoka. Nataka kutokuchoka. Kwa hiyo nahitaji nguvu mpya. Ukasema nitapiga mbio. Ayana mashana manama. Baba, nataka kupiga mbio. Nataka kupiga mbio. Nataka kupiga mbio. Nataka kupiga mbio. Nataka kwenda juu zaidi. Nataka kwenda juu zaidi. Nataka kwenda juu zaidi. Nataka kwenda juu zaidi. Umesema nguvu mpya ikinijilia nitapaa juu kwa mbawa kama tai. Nataka kwenda juu. Nataka kwenda juu. Mimi na kanisa lako, mimi na watumishi wako, mimi na huduma yangu, mimi na familia yangu. Yamakana masaya rakana masanama. Mimi na ndoa yangu niende juu juu. Mimi na uchumi wangu, mimi na afya yangu, mimi hayantamaya yantakaya rekatopaya mandara makatopaya. Roho Bwana nisaidie, niwezeshe. Adada baba baba shana na 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 ma
nijaze nguvu. Ya da 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 ba shada ba da ba da ba. Nguvu za rohoni, nguvu za akili na kiakili na nguvu za mwilini Bwana. Shada mana mayantaradabo. Rekada na masabada bada bada ba. Yesu. Shada da 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 da. Shada da 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 da. Mungu wangu, Mungu wangu, sina Mungu mwingine. Baba yangu, Baba yangu, sina baba mwingine. Mungu wangu, Mungu wangu, sina Mungu mwingine. Baba yangu, Baba yangu, sina baba mwingine. I want to make you proud. I want to make you happy. I want to make you smile. Nikufanyie ibada. I want to make you happy. I want to make you smile. I want to make you proud. Nikufanyie ibada. Mungu wangu, Mungu wangu, sina baba mwingine. Baba yangu, Baba yangu, wewe ni baba peke yako. Kashada bayada. Mimi nitakuacha kwenye huo uwepo wa Bwana. Hakuna atakaye kuondoa. Endelea tu, utakapoona umefikia mwisho ndio itakuwa pia mwisho wa ibada kwako. Endelea tu unavyoweza, endelea tu.